BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Olua. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 19 Novemba 2025. Na sasa twende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kugundua maficho kadhaa ya silaha nzito na vifaa vya kivita vilivyokuwa mikononi mwa wanamgambo wa kundi la CRP, wanamgambo wa kundi la Zaire linaloongozwa na Thomas Lubanga katika mkoa wa Ituri, wilaya ya Jugu. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Kuanzia tarehe 10 Oktoba hadi tarehe 16 Novemba 2025, jeshi la wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilianzisha operesheni maalum katika wilaya ya Jugu, mkoa wa Ituri, likilenga kusafisha maeneo yanayodhibitiwa na wanamgambo wa kundi la Zaire. Operesheni hizo ambazo ziliungwa mkono na idara za usalama za ndani na wananchi wa eneo hilo zimefanikiwa kugundua maficho kadhaa ya silaha za kivita, vifaa vya matibabu na mavazi ya kijeshi vilivyokuwa vikitumika na wanamgambo hao. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na maafisa wa FARDC, jumla ya bunduki 108 aina ya AK-47, mitambo 4 ya PKM, masanduku zaidi ya 20 ya risasi za kivita, magazini 300 yaliyojaa risasi na vifaa kadhaa vya mawasiliano ya kijeshi vimepatikana. Aidha, askari walifanikiwa kukamata dawa na vifaa vya tiba vilivyokuwa vikitumika kwa matibabu ya wapiganaji waliokuwa wakijeruhiwa vitani, pamoja na mavazi ya kijeshi yenye nembo ya Zaire. Taarifa za kiusalama zinasema mafanikio haya yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na ushirikiano wa wananchi ambao walitoa taarifa kwa jeshi kuhusu maeneo yaliyokuwa yanatumika kuficha silaha hizo. Mmoja wa viongozi wa kijamii katika kijiji cha Bule aliambia BMP TV online kwamba raia wameanza kujiona kama sehemu ya mapambano ya kulinda nchi yao. Tulijua kuwa tukiendelea kukaa kimya, haya makundi yangetuangamiza. Tuliamua kushirikiana na jeshi letu na leo tunashuhudia matokeo mazuri. Tunataka watoto wetu waishi bila hofu. Wananchi wengine katika vijiji vya Kenyi, Largu na Drodro wamesema jeshi limeanza kujenga imani kubwa kwa jamii, kwani kwa mara ya kwanza operesheni zimefanyika kwa makini bila kusababisha madhara kwa raia. Kwa mujibu wa maelezo ya maafisa wa FARDC, kundi la CRP Zaire linaloongozwa na Thomas Lubanga linadaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na waasi wa M23 wanaoendesha mapambano katika mikoa ya Kivu Kaskazini na sehemu ya Ituri. Viongozi wa usalama wanasema CRP Zaire imekuwa ikiwasaidia waasi wa M23 kwa njia ya vifaa, silaha na usafirishaji wa wapiganaji, jambo linaloonekana kama tishio kwa juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Ugunduzi huu ni ushahidi wa wazi kuwa baadhi ya makundi ya ndani yamekuwa yakishirikiana na maadui wa taifa letu. Hata hivyo, FARDC ipo imara kuhakikisha kila silaha na kila maficho ya uasi yanafutwa kabisa. Kwa miaka kadhaa, wilaya ya Jugu imekuwa moja ya maeneo yenye ukosefu mkubwa wa usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha kama Kodek Zaire na CRP, kama Kodeko Zaire na CRP ambayo yamekuwa kushambuliana, kuua raia na kulazimisha maelfu kukimbia makazi yao. Operesheni za FARDC hivi karibuni zimeanza kurejesha utulivu na baadhi ya wakimbizi wa ndani wameanza kurudi katika vijiji vyao. Mmoja wa viongozi wa dini eneo hilo alisema, tunaona mwanga wa matumaini. Kila bunduki inayokamatwa ni hatua moja ya kuelekea amani ya kweli. Serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Ulinzi imetoa tamko ikipongeza kazi ya jeshi na kusisitiza kwamba mapambano dhidi ya vikundi vyote vya waasi
yanaendelea bila huruma. Taarifa ya wizara hiyo ilisomeka: ugunduzi wa maficho ya silaha katika Jugu ni ushahidi wa ufanisi wa operesheni zetu. Serikali inaendelea kujitolea kuhakikisha wananchi wa Ituri, Kivu na maeneo yote ya mashariki wanaishi kwa amani bila vitisho vya wanamgambo. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia silaha zilizokamatwa na FARDC ambazo zilikuwa natumiwa na waasi wa CRP Zaire. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Mamlaka za usalama zimewahimiza wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa kuhusu harakati za makundi ya wasi, wakisisitiza kuwa amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila ushiriki wa jamii. Wengi wa wananchi waliopokea habari hizi wameeleza hisia za matumaini na kupongeza ujasiri wa askari wa FARDC. Jeshi limeonyesha uwezo mkubwa. Tunataka waendelee hadi makundi yote ya wasi yamalizike kabisa. Ituri imechoka na vita, alisema mama mmoja mkazi wa Drodro. Ni mara ya kwanza tunaona hatua ya kweli ya kupambana na uasi. Tunataka serikali iendelee kuwapa motisha wanajeshi wetu, aliongeza kijana mmoja kutoka Kasenye. Ndugu mpenzi mtazamaji, na hivi ndivyo tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya Ituri. Kwa mafanikio haya, FARDC inasema iko katika hatua muhimu ya kuzofisha nguvu za kijeshi za CRP Zaire na kuimarisha udhabiti wa eneo la Djugu. Operesheni bado zinaendelea katika maeneo ya Bule, Kiparanga na Linga ili kuhakikisha hakuna maficho mengine ya silaha yanayosalia. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Oluwa. BMP TV Professional Update.